Wakati kitabu kitakatifu cha Kikristo Biblia, Zaburi ya 127 mstari wa 3 kikiwataja watoto kuwa ni urithi kutoka kwa Mungu na zawadi kutoka kwake, huku Mithali 22 mstari wa 6 ikisisitiza kuwalea watoto katika njia iwapasayo ili wasiiache hata watakapokuwa wazee. Baadhi ya wazazi wametaja kukwepa wajibu huo na badala yake kujikita kwenye utafutaji wa fedha zaidi na kujikita katika ulevi. Priska Majuto mwenye umri wa miaka 16, mkazi wa kijiji cha Mpanga mkoani Morogoro, aliyekuwa na ndoto ya kuja kuwa mwanajeshi, amejikuta muhanga wa ndoa za utotoni baada ya kuolewa akiwa na miaka 15. Priska ambaye sasa ana mtoto mmoja mwenye umri wa mwaka 1.5, anasema alikuwa akiishi na mama yake mzazi, lakini mara nyingi mama huyo alikuwa akimwachia mji Priska aishi mwenyewe, hali iliyosababisha kujiongoza mwenyewe na kujikuta akiingia kwenye mahusiano yaliyopelekea kuingia kwenye ndoa kabla ya kutimiza miaka 18. Vishawishi tu, na mama alikuwa ana muda wa kukaa labda na mimi chini kuongea labda mambo ya mimi na yeye ya kiundani zaidi ilikuwa hamna. Muda mwingine anaenda nyumbani peke yangu, yanasafiri. Mfano kama anaumwa anaenda Mlimba, anakaa huko muda mrefu. Kwa hiyo najikuta nakaa pale nyumbani peke yangu na vitu ambavyo vinanishawishi nifanye hivyo vitu. Kwa hiyo ndo nikashawishika nikaingia kwenye mahusiano. Mimi maisha yangu yalikuwa ya ovyo sana. Kwenye sherehe nini huko naenda, kwa hiyo nikajikuta naingia kwenye haya makundi. Wakati nasoma nilikuwa na ndoto ya kuwa mwanajeshi. Ila kwa bahati mbaya nimeipoteza. Nilipopata ujauzito nyumbani kusema chochote ile wale wanalalamika, ila hawakujua kwamba chanzo ni mamangu. Basi nikaitwa huyo mlengo mwenye ujauzito, ndio nikaambiwa nikalee naye. Pamoja na kuwa mama yake hakuwa akiishi naye, bado Priska anakiri kila alipokutana na mama yake alimsisitiza kuwa makini na maisha, kwani anaweza kumtokea sio mema, akimtaka kuchunga tabia zake. Aliniambia tuwe fanya ila kuwa uyaone. Na baada ya kujifungua nikaambia mama kweli ndio nimeona. Nilianza kujutia. Lakini je, ipi ilikuwa nafasi ya walimu wake shuleni kumlinda dhidi ya mahusiano hatari yanayopelekea ndoa za utotoni? Mwalimu shuleni kwetu, mwalimu wa kike yupo ni mmoja, afu ukiangalia madarasa yapo mengi sana. Kwa sema kae na watoto wa kike labda kutueleza, anapata muda mchache sana. Na tuelezee kuhusu labda mambo ya maisha hapa. Labda mambo yale ya kutoka na udogo kuingia kwenye utu uzima, ndio hayo alikuwa anatuelekeza kama ikitokea 1 2 3 ndio twende kwake. Kama bahati mbaya labda shuleni au kokote pale tusimfiche mtu mzima. Tumwambie naye itakuwa hatari kwa sisi hapa. Sasa Priska ni mama wa nyumbani mwenye mtoto mmoja. Vipi? Hali ikoje katika ndoa yake? Sipo naye sawa. Na yeye mwenyewe pia naye hajatulia na mahusiano. Bado anahangaika. Kwa sometime nakuta mimi ananiumbisha sana. Atoi huduma nyumbani na mambo mengine mengi. Sababu hata mwenyewe ninapokaa hapa apende hata kuniona. Ila mimi nakomaa tu kwa sababu na mtoto. Unakomaa naye. Hata mtoto hata kama mamake nimekosa vitu, basi mtoto ajue hata kama na babake na mamake. Apate malezi wote wawili. Najutia kwanza ujinga mapema. Bora ningesomana. Kwa maisha mamangu. Nilikuwa nataka nimsaidie mamangu mbele huko. Kwa sababu babangu haeleweki. Ila ndio hivyo, najutia tu kwa nini niliacha shule. Nilianza haya mambo. Vipi marafiki aliyosoma nao? Kwao hali ilikuwaje? Waliwezaje kukwepa vishawishi? Wenzangu walikuwa labda mfano pata mimba wanatoa. Wanao tena shuleni. Mimi nikaona kutoa mimba sio vizuri. Mimi kama bora nilee. Priska anatamani kurudi shule ili kuendelea kuitafuta ndoto yake ya kuwa mwanajeshi, alinde mipaka ya nchi, alee familia yake akiwemo mama yake. Naitwa Ebeni Mitimingi na hii ni Media Brains.